Shirika la Haki Elimu limetoa mapendekezo maalum kwa serikali kuhusu bajeti ya elimu kwa mwaka wa fedha 2025-2026 huku likisisitiza haja ya kuongezwa kwa bajeti hiyo ili kufanikisha utoaji wa elimu bora. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa Haki Elimu Dr. John Kalege amesema wamependekeza kuwepo kwa ongezeko la bajeti hadi kufikia shilingi trilioni 8.25 sawa na 15% ya bajeti yote ya taifa ili kutimiza mahitaji ya msingi katika sekta ya elimu, ikiwepo kutatua changamoto pungufu wa walimu mashuleni. 15%. Tuna uhaba mkubwa sana wa walimu. Na masomo ambayo yana upungufu mkubwa wa walimu yanaongozwa na masomo ya sayansi ya uhandisi lenye upungufu wa 81.4, elektroniki na kompyuta 73%, biolojia 58%, kemia 52% na fizikia ina upungufu wa 53%. Sisi tunafikiri kwamba yani kama serikali inaweza ikaja na mkakati hata wa miaka 5 kuhakikisha kwamba tunaajiri walimu angalau 40,000 kila mwaka, tunaweza tukaondoa tatizo hili kwa miaka 5. Sasa nimesema kwamba kuna factors nyingi ambazo zinapunguza au zinaongeza kutokuwepo kwa walimu wa kutosha. Sasa tusipokuwa na bidii ya kuongeza walimu, yani hili pengo litaongezeka kwa kiasi kikubwa sana na litaendelea kuathiri ubora wa elimu. Na kama taifa tunatamani sana kwamba tuwe na uhakika kwamba watoto wetu wanapokwenda shuleni wanapata elimu iliyo bora. Aidha, Dr. Kalege amesisitiza umuhimu wa bajeti kwa jumuishi yenye malengo wa kijinsia na inayozingatia usawa kwa wote ili kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo upatikanaji wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na mahitaji kwa wanawake. Upatikanaji wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hii imekuwa ni changamoto kubwa. Labda niwape takwimu kidogo. Bei ya vifaa hivi maalum. Kwa mfano, bei ya kitimwendo kinauzwa kati ya shilingi 600,000 mpaka 1,200,000. Huku wastani ukilinganisha sasa wastani wa pato la kaya kwa mwezi ni 3,350. Hii ni kutokana na taarifa ya World Bank au taarifa ya Benki ya Dunia mwaka 2021. Yaani kipato cha wastani cha kaya kwa mwezi kwa Mtanzania ni 3,350. Sasa kitimwendo kinauzwa kati ya 600,000 mpaka 1,200,000. Kwa hiyo familia zenye kipato duni hawawezi wakamudu hivyo. Lakini pia wote tunatambua mahitaji ya mtoto wa kike kwenye mfumo wa elimu au wakiwapo shuleni ni makubwa kuliko mtoto wa kiume. Sasa kwa muktadha huo, Haki Elimu tunapendekeza mambo yafuatayo kwenye hili eneo ambalo nimelitaja. Ya kwanza ni eneo ambalo tumelipigia kelele muda mrefu kwamba ruzuku tunaomba iongezeke kutoka shilingi 10,000 kwa kila mwanafunzi wa shule ya msingi na kufikia shilingi 25,000 na kutoka shilingi 25,000 kwa mwanafunzi wa sekondari na kufikia 50. Pamoja na changamoto hizo, Haki Elimu imeshukuru serikali kwa hatua chanya zinazochukuliwa katika sekta ya elimu ikiwemo mapato ya sera ya elimu, utekelezaji wa mitaala na kuruhusu wanafunzi waliokatisha masomo kurejea shuleni, ambayo imeridhia makubaliano ya kikanda na ya kimataifa, na hasa lile azimio la Incheon lililofanyika kule Incheon, Korea, la kutaka kwamba ili tuweze kuwa na mafanikio yenye tija kwenye sekta ya elimu ni lazima tutenge bajeti angalau 15% ya bajeti ya taifa. Sasa sisi kwa bajeti ya mwaka wa fedha uliopita tulikuwa kwenye 12.5. Sasa tunashauri angalau mwaka huu bajeti ya sekta ya elimu iongezeke na kufikia 15%. Tuna uhaba mkubwa sana wa walimu. Na masomo ambayo yana upungufu mkubwa wa walimu yanaongozwa na masomo ya sayansi ya uhandisi lenye upungufu wa 81.4, elektroniki na kompyuta 73%, biolojia 58%, kemia 52% na fizikia ina upungufu wa 53%.